Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma na mwakilishi au kaimu mwenyekiti wa wakuu wa mikoa, uwepo wako hapa siku ya leo, tunaamini yatakayojadiliwa leo basi utawasilisha kwa wakuu wa mikoa wote, makatibu tawala wote na wakurugenzi katika mamlaka zote za serikali za mitaa. Ndugu Rogatus Mativila, kaimu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, ndugu Festo hayupo, ndugu Atupele Ambwene, naibu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI anayeshughulikia eneo hili la elimu. Nimefurahi pia kumuona mkurugenzi mkuu wa TBC Dr. Ayubu Rioba, na kushukuru sana pamoja na timu nzima ya TBC, karibuni sana. Tumefurahi kuwa nanyi pia siku hii ya leo, wakurugenzi na watendaji ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa, maafisa habari wa mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi zote zilizo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, ni dhahiri kwamba kabla sijazungumza lolote, tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo tukiwa na afya njema. Lakini niliarifiwa jana kwamba miongoni mwetu yupo mwenzetu mmoja alipata ajali kule Korogwe, nadhani alipata ajali, sijajua hali yake asubuhi hii, lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia afya njema. Kama ufahamu, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha shughuli zote za maendeleo nchini zinatekelezwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa, na wananchi wetu wanaendelea kupata huduma bora na kuwapunguzia adha wananchi katika shughuli zao za kila siku. Mwezi Disemba tulipata bahati ya kushiriki kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambao pamoja na mambo mengine ulisoma utekelezaji wa ilani. Na kwa namna utekelezaji wa ilani ulivyosomwa, kila Mtanzania alikiri kwamba hajapata kutokea wakati ambapo serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Rais Samia imefanya kazi kubwa kwa Watanzania kama wakati huu. Kazi hizi zimefanywa kwenye maeneo yenu. Kazi hizi zimefanywa katika mipaka ya utawala ya halmashauri zenu, wilaya zenu na mikoa yenu. Hali hii iliwafanya wajumbe kuridhia kabisa kwamba utekelezaji wa ilani umefanywa kwa viwango vya juu sana. Tumpigie makofi rais wetu. Kutokana na hali hiyo, wajumbe wakaridhia kwamba rais wetu Dr. Samia awe ni mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi. Hayo hayakufanyika kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu Watanzania waliridhika. Watanzania wameridhika na kuridhia kwamba kazi kubwa imefanyika. Lakini kazi hizi tunazozungumza katika sekta zote, pamoja na kwamba leo tumewaita kama maafisa habari kwenye mamlaka zenu, mamlaka za tawala za mikoa na sekretarieti za serikali za mitaa, lakini ninyi mnabeba ujumbe mzito
wa sekta zote nchini. Kila sekta katika misingi ya D/D ambayo baba wa taifa aliasisi, tukaiingiza kwenye katiba mamlaka ya uanzishwaji wa serikali za mitaa, ibara ya 148 nadhani, si 145, 146, 148, sikumbuki vizuri, lakini hapo kuanzishwa kwa msingi wa wizara hii ni kwa sababu ya kusogeza huduma karibu kwa wananchi, kusogeza mamlaka kwa wananchi, na mamlaka hizo zinatekelezwa vyema na ninyi mkiwa ni kiungo kikuu cha utolewaji wa taarifa katika maeneo yenu. Kwa hiyo kufanikisha kwa utekelezaji wa ilani si kwa bahati mbaya, kwa sababu lipo kundi kubwa la Watanzania ambalo lenyewe ndio linabeba nguzo na sura ya kutoa tafsiri ya kile ambacho kinafanyika katika maeneo yetu. Na kundi hili si lingine, ni kundi hili la maafisa habari katika sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Ninyi ni nguzo ya maamuzi ya kuwalisha Watanzania taarifa sahihi ya kile ambacho kinaendelea katika maeneo yetu, katika vijiji na vitongoji, katika mitaa na kata, katika tarafa na halmashauri, katika wilaya na katika mikoa. Kwa hiyo mafanikio ya ilani hayatazungumzwa vyema bila kuwataja ninyi kama kundi muhimu kabisa la utolewaji wa taarifa. Kwa hiyo niwapongeze kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo mmeifanya kwa muda mrefu. Lakini ninyi kama walishaji, mkiamua, na leo nimefurahi nimemwona Dr. Rioba hapa, na bahati nzuri Mapepele nadhani kwa vijana wengi amewafundisha. Kwa wale vijana, yeye alikuwa ni mwalimu, yeye ni mwalimu kawafundisha wanahabari wengi hasa vijana. Lakini mnaye Dr. Rioba, mtendaji mkuu wa TBC, na watendaji wengine ambao ni senior, maafisa waandamizi waliofanya kazi kwenye maeneo mbalimbali. Mnao mtaji wa kujua nini cha kulisha kwenye jamii. Kama mngeliamua jana mkasema mnataka taarifa zenu tu zitoke kwenye media zote, ninyi mngeamua, ingewezekana. Sijui lugha yangu imeeleweka vizuri. Idadi yenu mnaweza mkaiona ni ndogo, lakini ninyi ndio mnawakilisha Watanzania milioni 64 kama wanahabari mlio karibu na jamii kabisa, mliosogeana nayo kwa karibu, mwenye nafasi ya kuweza kuzungumza jambo ambalo jamii mnayoishi nayo ikalielewa kwa ufasaha, na pengine taarifa zenu zingeweza kutamba kwenye mitandao, zingeweza kutamba kwenye vyombo mbalimbali vya habari, kama ninyi mkiamka na mkaamua sasa mmedhamiria kuhakikisha kwamba habari inayotoka ni habari ya Bariadi, habari inayotoka kwenye media ni habari ya Chato, habari inayotoka ni habari ya Shinyanga, habari ya Kahama, habari ya Kagera, habari ya Pwani, habari ya Ngara, habari ya wapi kule Ruvuma. Kama mkiamua, inawezekana. Hii lugha imeeleweka vizuri, kwa sababu ninyi ni kundi kubwa. Leo hii tunashuhudia media nyingine nyingi, habari zao zinatoka na kusambaa sana, na media hizi nyingine hata mtaji hawana, lakini taarifa zao zinasambaa. Ninyi mmeibeba serikali. Asilimia zaidi ya 20, karibu 25, 22 ya bajeti ya nchi mnayo ninyi. Asilimia ngapi? 20 ngapi? 22, 21 ya bajeti ya nchi iko kwenu, iko kwenye wilaya zenu,
iko kwenye mikoa yenu, iko kwenye halmashauri zenu. Maana yake mtaji mnao, kama ninyi na viongozi wanaowasimamia, wakurugenzi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa kwenye maeneo yenu, mkiamua. Pengine habari ambazo tutaziona TBC zitakuwa ni habari zenu kwenye maeneo yenu, ili kwenda kuhamasisha, kuelimisha jamii na kutoa taarifa sahihi yale yanayoendelea katika maeneo yenu. Tumesema hapa wizara hii ni wizara kubwa. Si kubwa kwa bahati mbaya, ni wizara ya wananchi. Kwa sababu baba wa taifa alirejesha wizara hii kwa jamii. Akarejesha mamlaka ya wananchi kwa jamii kupitia wizara hii, ofisi ya Rais TAMISEMI. Na ndio maana bajeti yake, ukiangalia bajeti ya mwaka 2025-26 ni zaidi ya 21% ya bajeti nzima ya nchi, ambao ni shilingi trilioni 11 bilioni 782 milioni 984 na 200,000. Fedha hizi zinakwenda kwenye miradi mbalimbali katika mamlaka zenu, katika taasisi zenu, katika mikoa yenu na mamlaka za serikali za mitaa. Kila mmoja wetu sasa ni shahidi kwa kiwango hiki kinachokwenda kwenye miradi, na kila mmoja ni shahidi kwamba hakuna wizara nyingine inayopokea fedha nyingi kiasi hiki. Hakuna. Na fedha hizi, sehemu kubwa ya fedha hizi zimekusudiwa kwenye miradi ambayo inatekelezwa kwenye maeneo yenu. Maana yake ni kwamba mamlaka zenu zina miradi mingi pengine kuliko wizara yoyote, kuliko pengine taasisi yoyote. Nalisema hili kwa sababu kama mkiamua leo mkasema kwamba mnataka habari za wananchi zitoke, ninyi mnaweza kwa umoja wenu na wingi wenu katika maeneo yenu. Inawezekana kabisa. Tuseme inawezekana. Tuseme inawezekana. Kwa sababu miradi mingi iko kwenu. Fedha nyingi imeletwa kwenu. Miradi ya masoko, miradi ya ujenzi wa shule mpya na shule ambazo zinakwenda kuboreshwa, miradi ya ujenzi wa vituo vipya vya afya, ujenzi wa hospitali mpya, miradi ya ujenzi wa zahanati mpya, ununuzi wa vifaa tiba, uimarishaji wa misingi ya utawala katika maeneo yenu, ujenzi wa majengo mapya ya utawala, ununuzi wa magari ya kuhudumia wagonjwa mahututi katika maeneo yenu, ujenzi wa masoko. Haya yote yanaendelea katika mamlaka zenu, kwenye halmashauri, kwenye wilaya zenu pamoja na mikoa yenu. Msingi huu wa mkutano huu sasa uende ukatoe dira kwa wale ambao pengine hawatambui mamlaka yao. Kwa miongozo tulionayo, manake ninyi ndio wasemaji kwenye wilaya zenu, si ndio, na halmashauri zenu. Kwa kushirikiana na mamlaka mlizonazo, kwa kupata taarifa sahihi, ushiriki wenu kwenye vikao, ninyi mnapaswa kuwa ni sauti kwa jamii, ili muende mkaeleze, mkapeleke habari kwa wananchi. Lakini leo hii mimi na ninyi tunakiri kabisa kwamba upelekaji wa habari kwa wananchi umekuwa ukisuasua, na ziko sababu nyingi, na pengine kwenye mjadala yenu mtajadili. Ziko sababu ambazo nyingine mtasema ni za mamlaka zinazowasimamia, lakini ziko
tathmini nyingine ni mapungufu kwa upande wenu. Wapo wasiotambua mipaka ya kazi zao, wapo wengine wametumwa kwenda kufanya kazi lakini hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Kwa hiyo kikao hiki kionyeshe dira ya kule ambako tunatamani kwenda, kule ambapo tunatamani Watanzania waweze kujua kile ambacho taifa letu linatekeleza katika maeneo mbalimbali. Na hii ni kwa sababu ninyi maafisa habari mmebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wapate haki yao ya msingi ya kupata taarifa, na si kupata taarifa tu, taarifa sahihi, na wakati mwingine kurekebisha taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa lakini hazina ufasaha kwenye baadhi ya maeneo yetu. Hali hii mimi na wenzangu wanajua hapa, makatibu wakuu, kuna wakati unasikia taarifa imetoka kwenye halmashauri fulani lakini iko kimya, hakuna kiongozi ambaye anajitokeza kwenda kuizungumza na kuirekebisha. Nimekuwa nikiwaambia wenzangu hapa, hebu fuatilieni taarifa hii, waelekezeni hawa kutoka kuzungumza. Maana yake ni kwamba sisi wenyewe kwenye viti vyetu hatujakaa ipasavyo, hatujaenea. Si nimeeleweka vizuri eh? Maana yake kwenye viti vyetu baadhi yetu hatujaenea ipasavyo, kwa sababu hatupaswi kusubiri wizara itoe maelekezo kuhusu nini kinachoendelea kwenye maeneo yetu. Hivi karibuni nadhani nilituma taarifa, ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Ilala, ilikuwa ni wapi? Hii ya juzi hapa, katibu mkuu. Nikawaambia waambieni warekebishe hizo taarifa. Ilikuwa ni mkoa gani? Ilikuwa ya elimu nadhani. Lakini swali la kujiuliza, sisi kwenye nafasi zetu zinapoibuka taarifa ambazo zimetolewa za kupotosha, sisi nafasi yetu ni ipi kama maafisa habari kwenye mamlaka ambayo taarifa hiyo imeibuka? Sasa haya na mengine ni miongoni mwa mambo ambayo mnapaswa mkae muyafikirie na kuyajadili, na turekebishe pale ambapo tunaona kabisa hapa tuliteleza au hapa tunapaswa kuongeza kasi ya utekelezaji wake. Kwa hiyo leo tumekutana hapa leo, lengo letu kuu ikiwa ni kupokea maelekezo ya serikali ya kwenda kuhabarisha umma kuhusu kazi mbalimbali zinazotekelezwa na serikali yetu, hasa kazi ambazo zinaangukia chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, nikimaanisha taasisi zote zilizo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Kuna DART, kuna TARURA, kuna Tume ya Utumishi wa Walimu, Shirika la Elimu Kibaha, Chuo cha Serikali za Mitaa, sekretarieti zote za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa, na yale yote ambayo yanaangukia kwenye mamlaka zenu. Wanapokuja viongozi wizara mbalimbali kwenye maeneo yenu, manake taarifa zile zote pamoja na kwamba zitatolewa na wizara husika, ninyi mnapaswa kuwa wa kwanza kabisa kuhakikisha kwamba taarifa hizo zimewafikia wananchi katika maeneo yenu. Kikao hiki ni kikao mahususi kwetu sote, na nimeona vyema niwaite tupiane maelekezo ya namna gani, namna bora kabisa ya kutekeleza ili kwenda kuboresha upatikanaji au upashanaji wa habari kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI. Ninatambua kwamba zimekuwepo changamoto mbalimbali kwa maafisa habari, uwepo wa baadhi ya maafisa habari ambao kila siku hawana habari, na kila wakati mwingine tunapowauliza au kufuatilia kwenye vyombo vya habari hawatoki kwenda kutoa ufafanuzi ama kujibu hoja au kutoa majibu yanayopaswa kutolewa, na wengine hawatambui kwamba wao ni sehemu ya taasisi. Ikiletwa lawama kwenye taasisi, maana yake kila mtumishi katika eneo hilo anahusika moja kwa moja na hiyo changamoto iliyoibuka katika maeneo hayo. Lakini pia tunatambua kwamba wako baadhi yetu ambao wamekosa ubunifu, hasa kwenye zama hizi za maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba
tunapeana mikakati ya kila mmoja wetu kwenda kuwa mbunifu, ili kusudi habari unayokwenda kuitoa iweze kuwavutia Watanzania katika maeneo yenu. Hapa ni ubunifu tu. Kwa hiyo pengine Mapepele na timu yako mtajipanga vizuri, kwa sababu hata ninyi mlipofika hapo mlikuwa wabunifu, na ndio maana mkaonekana na mkapanda madaraja kufikia level uliofikia baada ya Mapepele. Sasa hili mna wajibu wa kuhakikisha kwamba maafisa habari wote watengenezeni mipango ya kila mmoja wao kuweza kuona ni namna gani anaweza kuwa mbunifu kwenye eneo lake. Unaweza ukatengeneza jina kubwa sana kwenye eneo lako, lakini haya yote yanategemea namna unavyoweza kuchapa kazi kwa bidii, namna unavyoweza kuwa mbunifu wa mambo. Na hapo baadaye nitawataja miongoni mwenu ambao ninajua mnafanya vizuri. Afisa habari wa Karatu anafanya vizuri sana. Yuko wapi? Karatu, Halmashauri. Temeke wanafanya kazi nzuri sana. Wengine wapi? Arusha. Rufiji nisikusahau, anafanya kazi nzuri sana. Si kwa upendeleo, anafanya kazi nzuri. Haya, RC Dodoma kasema Dodoma wasimame, wako wapi? Mnafanya kazi nzuri sana. Wengine wapi? Hem nikumbushe. Hiyo umechomekea. Kwa hiyo tuendelee kukumbushana, na niwaombe sana tuwe wabunifu. Inasikitisha kuona kwamba halmashauri mwaka mzima hatujawahi kuwaona hata kwenye TBC. Mwaka mzima mpaka unakatika hamuonekani TBC. Na huku tunaambiwa, na ndio ukweli, utekelezaji wa ilani kwenye maeneo yenu ni wa kiwango cha juu sana. Yako maeneo utekelezaji wa ilani karibu 99% na kwingine 100. Shule zimejengwa, zahanati zimejengwa, vituo vya afya vimejengwa, majengo ya utawala yamejengwa ya kutosha kabisa. Lakini utolewaji wa huduma, yako maeneo yenu ambako huko nyuma kulikuwa na changamoto nyingi kwenye sekta za afya. Changamoto hizo zimeboreshwa. Tulitegemea yale sasa mkayazungumze, muambie Watanzania. Zungumzeni kwa uwazi kabisa. Kama kuna Watanzania walikuwa wanafika vituo vya afya ni lazima watoe rushwa, sasa hizo rushwa tena hakuna, kwa sababu udhibiti umewekwa na viongozi wetu katika maeneo hayo kwenye huduma sekta ya afya. Hata tulitegemea hayo tuyaone, ninyi mkazungumza, ili wananchi waweze kusikia yale ambayo serikali imekwisha yafanya kwenye maeneo yenu, lakini mmekuwa kimya. Sasa kikao hiki kitusaidie, na makubaliano ambayo ninaamini mmeshaweka au bado baina yenu na TBC bado yatatusaidia kuhakikisha kwamba kila mmoja wenu anatoka, na hiki kiwe kipimo. Kama mtendaji mkuu hauwaoni miongoni mwao wakitoka, maana yake wekeni utaratibu, ni hatua zipi zichukuliwe kwa afisa habari ambaye yuko kimya kabisa, wilaya yake haina taarifa mwaka mzima. Haiwezekani. Lakini pia katibu mkuu, kwa watendaji, wakurugenzi ambao watashindwa kutoa support kwa maafisa habari hawa kufanya kazi zao vizuri, manake na wao ni lazima tuchukue hatua. Si nimeeleweka vizuri hapa? Kwa hiyo wajibu huu ni wa kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu. Kwa sababu haya tunayoyazungumza yapo kule kwenu, yapo kwenye halmashauri zenu, yapo kwenye mikoa yenu na wilaya zenu. Na hayo ndio Watanzania wanataka kuyasikia. Msipoyatoa nyie, watatafuta habari nyingine ambazo hazina usahihi, habari za uongo, ndizo zitakuwa habari katika maeneo yenu. Na kama kuna habari za uongo zinatolewa na ninyi kwenye ofisi yenu mmekaa kimya, maana yake habari hizo ndio zitakazokuwa habari sahihi, kwa sababu miongoni mwenu hamjatoka kwenda kuzijibu au kuziwekea usahihi wa habari za kupotosha ambazo zimekuwa zikitolewa kwenye maeneo yenu.
Nimearifiwa kwamba kuna baadhi yenu hamjawahi hata kuandika taarifa kwa umma. Baadhi yenu, na nimeletewa majina, hamjawahi hata kuandika taarifa kwa umma wala kwenda kutoa ufafanuzi wowote katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, wala kutafakari yanayosemwa kuhusu taasisi zenu, na ninyi kwenda kuwashauri viongozi wenu kwenda kutekeleza majukumu yanayohusiana na kuhabarisha umma katika maeneo yenu. Nimepewa taarifa hiyo. Lakini pia natambua kwamba katika taarifa ambayo katibu mkuu ameizungumza hapa, zipo changamoto ambazo baadhi yenu mmekuwa mkabiliana nazo, na changamoto hizi zimekuwa zikitumika kama nguzo ya kuwakwamisha kutekeleza majukumu yenu kwa ufanisi zaidi. Kama serikali tunakiri uwepo wa upungufu wa maafisa habari katika baadhi ya maeneo. Maafisa habari 24 katika baadhi ya mamlaka ya serikali za mitaa na maafisa habari 2 katika mikoa, na ninatambua kwamba halmashauri 150 ndio zenye maafisa, huku 34 zikiwa hazina maafisa habari. Hali hii imepelekea idadi ya maafisa habari katika mamlaka zote za serikali za mitaa kuwa ni 201 na waliopo kwenye mikoa ni 28. Tukichukua takwimu hii ya idadi yenu, maana yake kama katibu mkuu utafanya msawazo kabisa, ziko halmashauri au majiji zina maafisa habari wengi kuliko upungufu uliopo kwenye baadhi ya mikoa 2 na baadhi ya halmashauri karibu 24. Kwa idadi ya maafisa habari tulionao serikalini chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, na kama mtafanya msawazo katibu mkuu, ina maana kila mkoa kutakuwa na afisa habari, hata kwenye mikoa 2 ambayo imepungua. Sasa tumekuwa na mlundikano, ziko halmashauri pengine zimeajiri wengi maafisa habari, au pengine kwenye majiji wamejaa maafisa habari, lakini ipo mikoa na ziko halmashauri hazina maafisa habari. Sasa hili katika kipindi hiki tunachoelekea huko mbele, ni vyema katibu mkuu mkaliangalia, kwa sababu kwa idadi ya maafisa habari waliopo, hata hapa waliopo, wanatosheleza kabisa kila mmoja kukaa kwenye wilaya, kila mmoja kuwepo kwenye halmashauri, kila mmoja kuwepo katika mkoa. Sasa hili ni wajibu wenu katibu mkuu, hebu liangalieni katika dhama hizi tulizonazo sasa, na hasa huku tunakoelekea. Haipendezi na wala haikubaliki kwa mujibu wa taratibu kuona mkoa unakwenda kuazima maafisa habari wakati maafisa habari wapo wa kutosha. Mngeliweza kuwasambaza kwenye maeneo mengine na wakatimia wakafanya kazi yao ipasavyo kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo ni wajibu wenu katibu mkuu kwenda kulirekebisha hili, ili kusudi tuweze kutimiza wajibu wetu na kila mmoja wetu aweze kufanya kazi yake kwa namna ilivyokusudiwa. Lakini nichukue fursa hii kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutatua changamoto mbalimbali za kada za utumishi tulizonazo katika maeneo yetu, na tukiri tu kwamba rais wetu ameendelea kuimarisha kada hii ya maafisa habari, ambapo katika mikoa huko nyuma walikuwa chini ya idara ya utawala, na kwenye halmashauri kitengo cha habari na mawasiliano waliunganisha na kitengo cha tehama. Kwa hivi sasa muundo mpya